leo unawaaga vijana 521 vijana ambao wanaenda kufanya kazi nchini Denmark, wanaenda kufanya kazi Poland, wanaenda kufanya kazi Romania, wanaenda kufanya kazi Oman, Qatar na nchi zinginezo, na wako tayari. Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla vijana hawa hawajawa hapa, ofisi yako imetoa mafunzo. Tumewapitisha katika mafunzo yanaitwa pre-departure training, mafunzo ambayo wanapewa vijana hawa kabla hawajaanza safari. Ndani ya mafunzo haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, wanafundishwa uzalendo. Kama Mtanzania tunategemea wawe wazalendo, na nchi yetu inatambulika vizuri katika dunia hii. Kwa hiyo tunaamini wanapokwenda huko wameelekezwa vizuri na ofisi yako namna ya kusimama katika zile nyayo za Utanzania. Lakini pia tunawafundisha ama wamefundishwa namna ya kutumia fedha vizuri na kurejesha fedha nyumbani na kutumia hizi fedha kwa ajili ya maendeleo yao binafsi, familia zao, lakini na taifa letu kwa ujumla, na kwamba wanapokwenda kule wao ni nguvu kazi ya Kitanzania, wakavune alafu waje watengeneze nchi yetu, maana kwa pamoja tunaijenga Tanzania yetu. Na bahati ya kuagwa na Mheshimiwa Waziri pamoja na watu wake wote ambao katika deski la ambalo linaongozwa na Mama Jane pamoja na wengineo. Bahati hii wengine ambao waliokuwepo kabla hapa hawajawahi kubahatika. Achilia mbali kuagwa na waziri, kuagwa vile vile hata na naibu katibu mkuu kwa miaka ya nyuma haijapata kutokea. Kwa hiyo mnasafiri, mnaondoka kwenda katika nchi za ughaibuni, tambueni ya kwamba nyinyi mnaenda kuiwakilisha nchi. Mnaenda namba moja. Mheshimiwa Rais amemteua Mheshimiwa Deus Sangu kwa ajili ya kumwakilisha, kukutafutieni ajira nyinyi sehemu mbalimbali. Ukweli amekuwa halali, na sisi wengine tumekuwa na uthubutu hata kumsumbua katikati ya usiku kwa ajili yenu nyinyi. Nimekuja na vijana hapa ambao wanaenda nchini Denmark na wengine Ujerumani kwa ajili ya kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo kipekee ni kushukuru Mheshimiwa Waziri kwa fursa hii iliyopewa. Ningependa kuzungumza kwa kifupi. Tunatamani hizi fursa ambazo tunatupatia na namna ya kusupport ili tuweze kuwa na diaspora wengi zaidi duniani na waweze kusupport nchi yetu ya Tanzania. Kwa na mimi ni waase, mtakapoenda huko kama kiongozi wenu na wengine kama kaka au baba, muhakikishe kwamba una jukumu lililokupeleka kule na nyumbani kuna deni unadaiwa, aidha kwa wazazi, familia, ndugu, jamaa na marafiki. Kwa hiyo jambo hili nawasisitiza, kama nchi tunawategemea, na ndio maana umeona nimetenga muda wangu mimi mwenyewe kama waziri wa kazi kuja kuwasisitizia namna serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inavyowahangaikia. Mpaka leo kuanzia mwaka jana Julai 2025 Daktari Samia Suluhu Hassan amefanikisha vijana 6246 kwenda kufanya kazi nje ya nchi. 6246. Na kipindi tu kifupi cha kuanzia uchaguzi. Maana yake baada ya uchaguzi tumeanza kufanya kazi mwezi Novemba. Kati ya mwezi Novemba mpaka hivi leo na waaga nyinyi, ni jumla ya vijana 4440 wameunganishwa na fursa za ajira nje. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Na hapa sijaongelea ajira ambazo ziko kwenye pipeline inaita za madereva bodaboda 500. Tumeshamaliza usaili. Tena ni 511. Wataondoka hivi karibuni kwenda Dubai. Lakini madereva wa magari hayo niliyosema 1150 wataondoka. Na wengine wengi wataondoka hivi karibuni. Kwa hiyo niwashukuru sana, kazi nzuri mnaifanya. Niwashukuru sana na nisisitize nafasi hizi 300 za wauguzi tunazitangaza hivi karibuni, vijana kwenda kufanya kazi Saudi Arabia. Nitumie fursa hii ninapoongea na umma wa Tanzania kupitia waandishi wa habari na kupitia nyie vijana tunaoaga leo, kutoa wito kwa vijana wenye sifa. Tutakapotangaza nafasi hizi wajitokeze, waweze kuomba, tutafanya usaili na tutakuwa na kandidata. Wale watakaokuwa wamepasi wanaweza wakatangulia kwenda 300, lakini tutaendelea kuwashawishi wenzetu kutuongezea nafasi nyingi zaidi. Na kwa kuwa tutakuwa na kandidata, kazi itakuwa rahisi ya kuunganisha vijana wetu na fursa za ajira huko nje ya nchi. Fursa hii kwa mara ya kwanza nilikuwa nasikia tu kuna fursa nyingi sana ambazo zinapatikana nchini Denmark kwa ajili ya ongoing student ambao wapo wana uhitaji na ajira
za hivyo. Fursa kama hii itanisaidia sana kuhusiana na kuimprove my careers, kuimprove skills na experiences ambazo nikienda kule kufanya nitapata more skills and knowledge. Kwa vijana wenzangu ni kwamba kwa sababu fursa zipo, baada ya kufanya kazi tutarudi nyumbani, ambapo itakuwa imetusaidia kwenye kuongeza maarifa, ujuzi, lakini pia kwenye swala la kiuchumi ambao linaweza kumsaidia mtu binafsi, ngazi ya familia, jamii pamoja na taifa kiujumla, kulingana na maarifa ambayo yamepatikana pamoja na kiasi cha pesa ambacho anaweza kujikimu.